Rais wa Urusi Vladimir Putin ameshutumu uongozi wa Ukraine kwa kufanya mashambulizi ya kigaidi katika ardhi ya Urusi ili kukwamisha juhudi za mazungumzo ya amani. Akizungumza siku ya Jumatano, Rais Putin amesema hujuma ya hivi majuzi katika miundombinu ya reli katika mikoa Bryansk na Kursk nchini Urusi ilikuwa ni mashambulizi ya makusudi dhidi ya raia yaliyokusudiwa kuvuruga mazungumzo ya amani yanayoendelea. Rais Putin amesema mashambulizi hayo ni matokeo ya maamuzi yaliyotolewa na uongozi wa juu wa Ukraine na kuyataja kuwa kitendo cha kigaidi bila shaka. Hili linathibitisha wasiwasi wetu kwamba utawala haramu wa Kiev ambao ulichukua mamlaka kilaghai polepole sasa unageuka na kuwa shirika la kigaidi na wafadhili wake wanakuwa washirika wa magaidi, Rais Putin alisema. Matukio hayo mawili yalitokea Jumamosi jioni na Jumapili asubuhi katika mkoa wa Bryansk ambapo daraja lilianguka mbele ya treni ya abiria iliyokuwa ikitembea, na katika mkoa wa Kursk treni ya mizigo iliacha njia na zaidi ya watu 7 walikufa na zaidi ya wengine 120 walijeruhiwa. Chini ya kanuni zote za Umoja wa Kimataifa, vitendo kama hivyo vinaitwa ni ugaidi, Rais Putin alisema. Putin alishutumu pia Kiev na waungaji mkono wake wa nchi za Magharibi kwa lengo lao la awali la kutaka kuisababishia Urusi kushindwa kimkakati katika medani ya vita. Leo hii kukiwa na hasara kubwa na wanajeshi wa Ukraine wakirudi nyuma katika mawasiliano yote, uongozi wa Kiev unageukia kuandaa vitendo vya kigaidi katika jaribio la kuitisha Urusi, Bwana Putin alisema. Rais huyo ametilia shaka uwezo wa uongozi wa Ukraine ambao chini ya maagizo yake majeshi ya Ukraine yamepata hasara kubwa na isiyokuwa na sababu yoyote, ikiwa ni pamoja na wakati wa uvamizi wao uliorudishwa nyuma katika mkoa wa Kursk na kuendelea kukabiliwa na kushindwa kwenye uwanja wa vita. Ni aina gani ya uongozi ambayo viongozi wa serikali iliyooza na ya kifisadi zaidi wanaweza kuwa nayo? Bwana Putin aliongeza. Mashambulizi yote mawili yalikuja muda mfupi kabla duru ya pili ya mazungumzo ya Urusi na Ukraine mjini Istanbul, Uturuki, na huku kukiwa na ongezeko la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Kiev nchini Urusi ambayo Moscow imesema yanalenga kuzuia majaribio ya kufikia suluhu la amani katika mzozo huo. Akizungumza kuhusu majaribio ya wazi ya Kiev ya kudhoofisha juhudi za amani, Bwana Putin amebainisha kuwa maafisa wa Ukraine wakati huo waliomba usitishaji mapigano kwa siku 30 hadi 60 pamoja na mkutano wa ngazi ya juu na viongozi wa Urusi na Marekani. Lakini mikutano kama hiyo inaweza kufanywa chini ya hali hizi kweli? Rais Putin alihoji na kuongeza, kuna nini cha kuzungumza katika mikutano hiyo, na ni nani ambaye anaweza kufanya mazungumzo na watu ambao wanafanya ugaidi lakini pia kufanya mazungumzo na magaidi wenyewe? Bwana Putin alihoji. Rais huyo Urusi ameonya hata zaidi kwamba kusitishwa kwa mapigano kwa vyovyote vile kama ambavyo Ukraine inataka kutaruhusu tu jeshi la Ukraine kujipanga upya, kupokea silaha za nchi za Magharibi na kujiandaa kwa mapigano mapya. Katika hatua nyingine, Bwana Putin amesema Ukraine imekataa mara kwa mara mapendekezo ya Urusi ya kusitisha mapigano kwa misingi ya kibinadamu. Hatushangazwi na kwamba serikali ya leo ya Kiev haitaki amani hata kidogo. Kwao amani ina maana kupoteza mamlaka, Bwana Putin alisema, akisisitiza kwamba madaraka kwa utawala wa Kiev yanaonekana ni muhimu zaidi kuliko amani, na kwao madaraka ni muhimu zaidi kuliko maisha ya wanadamu, Rais Putin alizungumza. Putin pia ameshutumu uongozi wa Ukraine kwa kukosa utamaduni wa kimsingi katika siasa, akiashiria matamshi ya hivi karibuni na ya huko nyuma ya viongozi wake. Wiki hii Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine aliitaja mazungumzo ya Urusi na Ukraine kama ya kijinga baada ya Moscow kupendekeza makubaliano mafupi ya kurejesha miili ya wanajeshi waliofariki katika uwanja wa vita. Inavyoonekana tunashughulika na watu ambao sio tu kwamba hawana uwezo wa kweli katika jambo lolote lile, lakini pia hawana hata utamaduni wa kimsingi wa siasa ikiwa watajiruhusu kutoa kauli fulani, ikiwa ni pamoja na matusi ya moja kwa moja dhidi ya wale wanaodai kutaka kujadiliana nao, Bwana Putin alisema. Na tuendelee kusalia katika mzozo wa Ukraine ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amesigitishwa na kiongozi wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky, akimuona kama mtu mbaya ambaye anaisukuma dunia katika mzozo wa nyuklia. Gazeti la The New York Times limeripoti likinukuu vyanzo fulani. Washauri wa Trump ambao hawakutajwa majina waliambia gazeti hilo la New York Times kwamba rais amekasirishwa na rais wa Urusi Vladimir Putin na Zelensky, lakini anahifadhi hasira zake kwa kiongozi wa Ukraine ambaye amemkosoa hadharani mara kadhaa. Ingawa Trump amesema inaeleweka kwamba Ukraine inataka kuendelea kupigana, msimamo wake kwa Zelensky ni mkali zaidi kuliko kwa Putin,
ripoti hiyo imesema. Inasemekana kwamba rais huyo wa Marekani anaelekea kutomkubali zaidi mwenzake wa Urusi, na hapo awali aliamini kwamba uhusiano wao mzuri sana ungesaidia kumaliza mzozo huo. Kwa sababu hii, hadi sasa amejizuia kuweka vikwazo vipya kwa Urusi. Siku ya Jumatano, viongozi hao wawili walifanya mazungumzo kwa njia ya simu ya dakika 75 ambapo Putin na Trump walizungumza mambo kadhaa, huku Trump akisema walijadili shambulio la hivi majuzi la Ukraine dhidi ya kambi za ndege za Urusi ambazo zinaripotiwa kuwa ni ndege za kimkakati. Rais Putin alisema na kwa nguvu sana kwamba atalazimika kujibu shambulizi la hivi majuzi ambalo Ukraine lilifanya kwenye ndege zake za kivita, Trump alisema. Ikulu ya Urusi, Kremlin, ilithibitisha mazungumzo hayo. Msaidizi wa rais wa Urusi, Yuri Ushakov, amesema Rais Putin alimfahamisha Trump kuhusu juhudi za Ukraine za kukwamisha mazungumzo ya amani kati ya Moscow na Kiev, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kigaidi dhidi ya malengo ya raia. Ushakov alikuwa akimaanisha matukio ya hujuma ereri katika mikoa Bryansk na Kursk ambapo watu 7 walikufa na zaidi ya 100 walijeruhiwa. Kufuatia wito huo, Zelensky alichapisha taarifa kwenye Telegram akisema ikiwa ulimwengu utachukua hatua dhaifu kwa vitisho vya Putin, basi anaona hii kama utayari wa ulimwengu kufumbia macho vitendo vyake. Ikiwa wenye nguvu hawatamzuia Putin, inamaanisha kwamba wanashiriki katika juhudi zake hizo kwa pamoja. Trump hapo awali alihusika katika mzozo wa hadharani na Zelensky, ambaye alimfokea vikali katika ikulu ya White House mwishoni mwa mwezi Februari, akimsema kiongozi huyo kama mjinga ambaye anaendeleza vita vya umwagaji damu bila sababu yoyote ya maana. Na tuhitimishe na hii katika mzozo wa Urusi na Ukraine, ambapo Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vya jeshi leo vimekamata vifaru viwili vya M1 Abraham vinavyotengenezwa na Ukraine kwenye mpaka wa mkoa wa Sumi wa Ukraine. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema ukamataji huo ulifanywa na wanajeshi wa kikosi cha 22. Imeongeza kuwa operesheni hiyo ilifanyika katika hatua mbili, timu ya upelelezi ikilinda eneo hilo dhidi ya ndege zisizo na rubani na vilipuzi, na kisha kitengo cha ukarabati kilisafisha mizinga hiyo kuirudisha nyuma. Mbali na mizinga Abraham, wizara ya ulinzi ilisema magari mawili ya kivita ya kimataifa ya Max Pro, gari moja la Striker na gari la uokoaji la kivita Challenger pia yalikuwa ni maeneo ambayo yalikamatwa katika operesheni hiyo. Moscow imedai kusonga mbele katika mkoa wa Sumi na kuteka maeneo zaidi. Mwishoni mwa mwezi Mei, Rais Vladimir Putin alitangaza kwamba jeshi lake lilikuwa limeamriwa kuanzisha eneo la usalama kwenye mpaka kufuatia uvamizi mkubwa wa Kiev katika mkoa wa Kursk wa Urusi kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya Ukraine yanayolenga raia. Marekani ilikabidhi vifaru 31 vya Abraham kwa Ukraine mwaka 2023 na Australia mwezi uliopita imeahidi kuipatia Kiev vifaru hivyo zaidi ya 45. Hata hivyo, mizinga hiyo ambayo kila moja inagharimu karibu dola milioni 10 imekabiliwa na matatizo mengi kwenye uwanja wa vita, ikiwa ni pamoja na kuathiriwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na masuala yanayohusiana na ardhi ya eneo hilo. Tupate taarifa nyingine ambapo Urusi imetambua British Council, taasisi ya elimu ya Uingereza, kama shirika lisilofaa, huku ikisema London ndio chanzo cha migogoro inayoshuhudiwa ulimwenguni na mchocheaji mkubwa wa vita. Mahusiano kati ya London na Moscow yamesambaratika hata kabla ya Urusi kuanzisha uvamizi wake dhidi ya Ukraine mwaka 2022, ikijumuisha kashfa za ujasusi na kuingiliana, ikiwa ni pamoja na mpelelezi wa zamani wa Urusi Sergei Kimpal kuwekewa sumu mnamo mwaka 2018 kwenye ardhi ya Uingereza. Mwendesha mashtaka mkuu wa Urusi alishutumu taasisi ya elimu ya British Council kwa kujaribu kuendeleza maslahi ya Uingereza chini ya mwongozo wa kufundisha Kiingereza na kuunga mkono harakati za mapenzi ya jinsia moja ambazo Urusi imezikataza kabisa na kuzitaja kuwa ni mambo mabaya, na Urusi imekuwa na msimamo mkali dhidi ya vitendo hivyo. Moscow imetaja mashirika kadhaa na ungwa mkono na magharibi kuwa yasiyofaa, jina ambalo linakataza uendeshaji wa kazi zao nchini Urusi na kumfanya mtu yoyote ambaye anashirikiana nao kuwa katika hatari ya kuhukumiwa kifungo cha miaka kadhaa jela. Tuelekee kule New Zealand kwa sasa, ambapo mfanyakazi wa waziri mkuu wa New Zealand Christopher Luxon amejiuzulu baada ya kushutumiwa kwa kupiga picha na video za wanawake kwa siri na kurekodi sauti za wafanyabiashara ya ngono. Michael Forbes, naibu katibu mkuu wa waandishi wa habari wa Luxon, aliomba radhi kwa wanawake ambao amewadhuru. Madai hayo yalifichuliwa baada ya mfanyabiashara wa ngono kusema aligundua kuwa simu ya Forbes ilikuwa ikirekodi sauti alipokuwa akioga. Tovuti ya habari eneo hilo Stuf iliripoti mapema wiki hii. Baadaye simu yake iligundulika
pia kuwa na picha na video zaidi za wanawake pamoja na sauti zilizorekodiwa za ngono. Kulikuwa na picha za wanawake kwenye ukumbi wa mazoezi na kwenye duka kubwa, TUF iliripoti, pamoja na video 4 za wanawake majumbani, na picha hizo zilichukuliwa mtu akiwa dirishani. Kwa sasa tuelekea sasa Mashariki ya Kati, ambapo tunaelezwa wanajeshi wa Israeli wameipata miili ya Waisraeli wawili waliorudishwa Gaza kama mateka wakati wa shambulio lililoongozwa na Hamas kusini mwa Israel tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Jeshi la Israeli IDF limesema Judy Wisten-Hagai mwenye umri wa miaka 70 ambaye pia alikuwa raia wa Canada na mumewe Gadi Hagai mwenye umri wa miaka 72 waliuawa na watu wenye silaha kutoka kundi la Mujahideen Brigade waliposhambulia Kibduz Nir. Taarifa imesema miili yao iliopolewa katika eneo la kusini la Khan Yunus huko Gaza na kurejeshwa Israeli kwa utambuzi wa kitaalamu. Na sasa kuna mateka 56 ambao bado wanazuiliwa na Hamas huko Gaza na takribani ya wengine 20 kati yao wanaaminika kuwa hai. Rais wa Marekani Donald Trump ameamuru uchunguzi wa kina kuhusu utawala wa mtangulizi wake, akiagiza idara ya sheria kuchunguza ikiwa wasaidizi ambao hawakuchaguliwa waliongoza nchi pasavyo wakati wa urais wa Joe Biden. Uchunguzi wa vitendo vya mwisho vya Biden ofisini utachunguza utumiaji wa saini za hati rasmi pamoja na ubadilishaji wa hukumu za vifo 37 na msamaha uliotolewa kwa wanafamilia na washirika wa kisiasa, na kulingana na agizo kuu lililochapishwa na ikulu ya White House siku ya Jumatano. Ikizingatiwa dalili za wazi kwamba Rais Biden alikosa uwezo wa kutumia mamlaka yake ya urais, ikiwa washauri wake walitumia kalamu ya saini yake kwa siri kuficha udhaifu huu, huku wakichukua hatua kali za kiutendaji kwa jina lake ambayo ingejumuisha utumiaji wa kikatiba wa madaraka urais, agizo la Trump lilisema. Uchunguzi huo unazingatia madai kwamba kupungua kwa utambuzi wa akili ya Biden kuliwaruhusu wafanyakazi kufanya maamuzi muhimu bila maoni ya moja kwa moja ya rais huyo. Wachunguzi wamepewa jukumu la kuamua ikiwa kulikuwa na juhudi iliyoratibiwa ndani ya utawala wa Biden kuficha masuala ya kiafya ya rais huyo yasijulikane kwa umma, pamoja na njama zinazowezekana za kukandamiza ushahidi wa kupungua kwa afya ya rais huyo na kumuonyesha kama mtu ambaye alikuwa bado akifaa ofisini. Hapo awali Trump aliwashutumu wasaidizi wakuu wa Biden kwa uwezekano wa kufanya uhaini katika kiwango cha juu kabisa ikiwa wangetumia madai ya kupungua kwa afya ya akili ya bwana Biden kutekeleza sera ambazo labda hakuunga mkono kabisa rais huyo. Uchunguzi wa idara haki unalenga kubaini ikiwa hatua zote za kiutendaji ziliidhinishwa na Biden mwenyewe. Mwanasheria mkuu Pam Bondi na wakili wa ikulu David Warrington wamepewa jukumu la kuongoza uchunguzi huo. Wakosoaji wa Trump wamedai kuwa uchunguzi huo umechochewa kisiasa na hauna ushahidi wa kutosha, huku wataalamu wa sheria wakibainisha kuwa matumizi ya autopen kwa sahihi za rais inaruhusiwa kisheria na imekuwa ikitumiwa na tawala kadhaa zilizopita. Suala la afya Biden na uwezo wake wa akili liliwekwa kwenye uangalizi wa kitaifa wakati wa kampeni yake ya kuchaguliwa tena mwaka jana. Wakati wakosoaji waliangalia mwenendo usio na utulivu wa mwanasiasa huyo kizee, kumbukumbu inaonekana na ugumu wa kuelezea mambo kwa ufasaha zaidi. Mambo yalizidi kuwa mabaya baada ya mjadala mkali dhidi yake na Trump mnamo Juni mwaka 2024, ambapo idadi kubwa ya wanademokratic walimtaka rais huyo ajiondoe kwenye kinyang'anyiro cha kugombea urais mwaka 2024. Biden hatimaye alijiuzulu rasmi mwezi uliofuata na nafasi yake kuchukuliwa na makamu wake wa rais Kamala Harris, ambaye hata hivyo alibwagwa vikali na Donald Trump. Mwezi uliopita ofisi ya Biden ilifichua kwamba alikuwa amepatikana na aina kali ya saratani ya kibofu. Watu wa maoni wengi akiwemo Trump walidai kwamba ugonjwa huo ulikuwa kwa miaka kadhaa na kwamba watu wa ndani katika utawala wa Biden walificha taarifa hizo zisijulikane kwa umma. Seneta wa Marekani Ron Johnson, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya uchunguzi wa usalama wa ndani, amezindua uchunguzi tofauti kuhusu uwezekano wa kuficha afya mbovu ya rais huyo wa zamani wa Marekani bwana Joe Biden, ambaye amekuwa rais kwa muhula mmoja. Rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amefariki dunia. Taarifa hiyo ni kwa mujibu wa chama chake cha Patriotic Front. Lungu alikuwa rais wa taifa hilo kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2021 hadi aliposhindwa uchaguzi na rais wa sasa Hakainde Hichilema. Chama hicho cha Lungu aliyekuwa na umri wa miaka 68 kimesema binti yake na mwanasheria wa familia amethibitisha kifo cha kiongozi huyo wa zamani.